Ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11 asubuhi. Hujambo na karibu katika matangazo ya asubuhi ya DW Kiswahili. Mimi ni Jacob Safari. DW Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola inapanda kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani amesema kuna ishara njema kwenye mazungumzo na Iran. Na afisa mwandamizi wa polisi ya Tanzania Faustin Mafwele amewekewa vikwazo na Marekani. Habari kamili. Kinshasa. Idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola inaendelea kupanda kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wiki moja tangu mlipuko wa homa hiyo hatari ulipothibitishwa nchini humo. Hayo yameelezwa na mamlaka za nchi hiyo, huku wizara ya afya ikisema kwa jumla visa vya maambukizi vinashukiwa kufikia 671 na watu wapatao 160 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huo unaosababishwa na virusi. Shirika la afya duniani WHO lilitahadharisha mapema wiki hii kwa idadi ya vifo na maambukizi huenda ni kubwa kuliko inavyotajwa, kwa sababu sio visa vyote vya ugonjwa huo huripotiwa. Mlipuko wa sasa ugonjwa wa Ebola unatokana na kirusi kiitwacho Bundagujo ambacho hakuna chanjo wala tiba mahususi ya kukabiliana nacho. Wasiwasi mkubwa umegubika uwezekano wa ugonjwa huu kusambaa kwenye mataifa jirani na Kongo, hususan kwenye jimbo la mpakani la Ituri ambako mlipuko wa sasa ulianzia. Washington. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ameelezea matumaini yenye tahadhari kuhusiana na jitihada za kidiplomasia za kumaliza vita na Iran. Akizungumza kabla ya kuondoka Washington kuelekea Sweden kwa mkutano wa ngazi ya mawaziri wa jumuiya ya kujihami ya NATO, Rubio amesema zipo ishara njema kwenye mazungumzo yanayoendelea, lakini ametahadharisha dhidi ya kuwa na matumaini kupita kiasi. Mwana diplomasia huyo amesema Rais Donald Trump angependelea kumaliza vita kwa njia ya makubaliano ya amani, lakini iwapo hilo litashindikana, anazo njia nyingine za kuikabili Iran. Pande hizo mbili zimekuwa zikiwasiliana kwa muda wa wiki kadhaa sasa kwa mabadilishano ya mapendekezo na matakwa yanayohitajika na kila upande ili kumaliza vita. Hapo jana Alhamis, Iran ilisema inayesoma mapendekezo mapya yaliyowasilishwa na Marekani kupitia Pakistan ambayo ndiyo mpatanishi. Washington. Marekani imetangaza kumwekea vikwazo afisa mwandamizi wa polisi ya Tanzania Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizaji wa raia. Tangazo la uamuzi huu limetolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani na kuchapishwa rasmi kwenye tovuti ya wizara hiyo usiku wa kuamkia leo. Washington imesema inazo taarifa za uhakika za kuhusika kwa Mafwele na vitendo vya ukandamizaji haki za binadamu na ukatili. Mojawapo ni kisa kilichotokea mwaka jana cha kukamatwa, kuteswa na kufanyiwa vitendo vya kutwezwa utu wanaharakati Agatha Atuhaire kutoka Uganda na Boniface Mwangi wa Kenya waliokwenda Tanzania kufuatilia kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Chini ya hatua hizo za vikwazo vya Marekani, Mafwele hataruhusiwa kuingia nchini Marekani. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Jerusalem. Israel imesema imewaondoa nchini humo wanaharakati wote iliyowakamata wakiwa njiani kwenda ukanda wa Gaza katika mkasa ulioibua ukosoaji mkubwa wa kimataifa, hasa kutokana na jinsi wanaharakati hao walivyotendewa wakiwa kizuizini. Taarifa zinasema kundi la kwanza la wanaharakati 422 ikiwemo Waturuki 85 walisafirishwa kwa ndege kwenda mjini Ankara, Uturuki, kutoka kusini mwa Israel. Inaarifiwa pia wengine waliondolewa Israel na kurejeshwa moja kwa moja kwenye mataifa yao.
Israel iliwakamata wanaharakati hao wakiwa ndani ya meli kuelekea ukanda wa Gaza kwa kile ulichokitaja kuwa kampeni ya kuvunja mzingiro unaoendelea kwenye ardhi hiyo ya Palestina. Hata hivyo, Israel ilikosolewa vikali kimataifa baada ya waziri wake wa usalama wa taifa Ben Gvir kuchapisha video ikionyesha wanaharakati hao wakiwa wamefungwa mikono na kulazimishwa kuinamisha vichwa ardhini. Helsingborg, Usweden. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO wanakutana nchini Sweden leo, ikiwa ni mara ya kwanza tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipotilia mashaka utayari wa mataifa mengine ya muungano huo wa kijeshi kuisaidia Marekani iwapo itahitajika. Trump aliwakosoa vikali wanachama wengine wa NATO kwa kutojitolea vya kutosha kwenye kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran na akaenda umbali wa kutishia kuitoa Marekani kutoka kwenye jumuiya hiyo. Wasiwasi miongoni mwa washirika wa Washington unazidi kuwa mkubwa, hasa kufuatia uamuzi wa hivi karibuni wa Trump wa kuondoa wanajeshi 5,000 kutoka barani Ulaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Tumekuandalia mengi katika uchambuzi wetu asubuhi ya leo, ila haya ni baadhi ya utakayoyasikia. Pakistan yazidisha juhudi za diplomasia kuharakisha kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Halmashauri kuu ya Ulaya yapunguza matumaini yake katika ukuaji wa uchumi kwenye nchi wanachama, na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz apendekeza Ukraine ipewe wanachama wa muda wa Umoja wa Ulaya. Kumbuka tuko mubashara katika ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii wa Facebook na kupitia tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili, na hata kupitia redio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati unaweza kutusikiliza. Tukijitosa kwenye uchambuzi wetu sasa, tuanzie huko Iran ambapo Pakistan imezidisha juhudi za diplomasia kuharakisha kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, licha ya Tehran kuonekana kuendelea kushikilia msimamo wake mkali kuhusiana na swala la nyuklia, huku Rais Donald Trump akitishia kufanya mashambulizi mapya iwapo hatopata kile alichokiita jawabu sahihi. Rashid Chilumba ametukusanyia yanayoendelea katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, na hii hapa ni ripoti yake. Pande hizo mbili hasimu bado zimo kwenye mkwamo kutokana na kushindwa kulegeza misimamo na matakwa walionayo, huku swala la hatma ya madini ya urani ya Tehran na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz vikitajwa kuwa vizingiti vikubwa hivi sasa. Rais Donald Trump wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kuwa Washington ni lazima iipate shehena ya madini ya urani yaliyorutubishwa na Iran na kamwe hawawezi kuiacha mikononi mwa Tehran. Msimamo huu ameutoa wakati duru kutoka Iran zinasema kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Mojtaba Khamenei ametoa mwongozo unaozuia madini hayo ya urani kusafirishwa nje ya nchi hiyo. Swala la mradi wa nyuklia wa Iran na shehena yake ya madini yaliyorutubishwa limekuwa chanzo cha msuguano wa muda mrefu kati ya utawala mjini Tehran na Washington. Hata hivyo, baada ya kusitishwa vita mwezi uliopita, limeibuka swali jingine kubwa, nalo ni udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ambao Iran imeapa kuendelea kuzuia meli zote zisizo na kibali chake kupita kwenye ujia huo muhimu wa usafirishaji mafuta na gesi duniani. Trump amekasirishwa na hali hiyo pamoja na malengo ya Iran ya kutaka kuweka tozo kwa meli zinazokatisha kwenye njia hiyo. Trump amesema Marekani inataka mlango bahari wa Hormuz usalie kuwa wazi na bure, akisisitiza kwamba hilo ni eneo la bahari la kimataifa. Wiki 6 sasa tangu kuafikiwa usitishaji mapigano Legelege, mazungumzo ya kumaliza vita yamepiga hatua ndogo mno kupitia mpatanishi wake ambaye ni mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir, ambaye alitarajiwa kuwasili Tehran usiku wa kuamkia leo kuratibu mazungumzo zaidi. Kulingana na vyanzo vinavyofahamu kuhusu ziara hiyo ya Munir, kiongozi huyo alikuwa analenga kuongeza shinikizo kwa pande hizo mbili kufikia makubaliano ya kumaliza vita kikamilifu. Mapema wiki hii Washington na Tehran zilibadilishana tena mapendekezo yao ya namna ya kumaliza vita, lakini kwa upande wake Iran ilirejea matakwa yale yale ambayo yanapingwa na Trump, ikiwemo kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz, kutaka kulipwa fidia kwa athari za vita na kuachiwa kwa mali zake zinazoshikiliwa ughaibuni. Marekani nayo ilijibu kwa kuwasilisha
kurejesha mapendekezo yake ambayo Iran ilisema jana Alhamis kwamba ilikuwa inayosoma na ingetoa majibu yake. Ingawa hadi sasa bado hakuna dalili za wazi za kufikiwa makubaliano ya amani, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema ziko ishara njema kwenye mazungumzo yanayoendelea, lakini ametahadharisha dhidi ya kuwa na matumaini ya kupita kiasi. Mwana diplomasia huyo amesema Rais Donald Trump angependelea kumaliza vita hivyo kwa njia ya mazungumzo, lakini iwapo hilo litashindikana, anazo njia nyingine za kuikabili Iran. Trump alikwisha ionya Tehran kuwa muda unayoyoma na iwapo itashindwa kufikia makubaliano na Washington, basi ijiandae kuangamia. Shukran sana Rashid kwa taarifa hiyo. Halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya imepunguza matumaini yake katika ukuaji wa uchumi kwenye nchi wanachama wa umoja huo na imetabiri kwamba kwa mwaka huu wa 2026 uchumi utadorora na kustawi kwa hadi 1.1% tu, huku mfumuko wa bei ukitarajiwa kufikia 3.1% katika kipindi kizima cha mwaka huu, wakati ambapo bei zinaendelea kupanda kutokana na vita nchini Iran. Selina Mdemu na